Imani inaokoa roho yako. Imani ni msingi wa maisha yako kama Mkristo, na wala sio sayansi na wala sio teknolojia. Hii imani maana yake nini? Tuangalie muda huu maana ya imani. Sawa sawa na ile Waebrania 11:1. Waebrania 11:1. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana ya imani, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa tunapoiongelea imani, tunakuwa tunaongelea ile hali ya kuwa na uhakika inayokuwa ndani yako juu ya mambo unayoyatarajia. Ni ile hali ya kuwa na uwazi wa mambo usiyoyaona kwa macho ya damu na nyama. Kwa imani ukiwa nayo inakupa uhakika juu ya mambo yanayotarajiwa. Jambo linalotarajiwa ni jambo ambalo utalipata, lakini bado hujalipata. Ukiwa na imani utakuwa na uhakika kweli utalipata. Ukiwa hauna imani hautakuwa na uhakika, utakuwa una sita. Kumbe hivi ni kweli kitatokea? Hivi ni kweli nitapona? Hivi ni kweli nitajibiwa? Lakini imani ni kusema nimeombea, najua nitajibiwa. Hata kama bado sijaona majibu, ila nina uhakika huyu Mungu atanijibu. Yupo. Hiyo ndio imani, kuwa na hali ya uhakika ndani yako. Imani chanzo chake ni kusikia. Imani chanzo chake ni kusikia. Kile unachosikia ndio kinachojenga imani yako. Imani chanzo chake ni kusikia, na kila unachosikia ndio kinachojenga imani yako. Sawa sawa na Warumi sura ya 10 ule mstari wa 17. Warumi 10:17. Warumi 10:17 inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa tunaelezwa wazi kabisa kwamba imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia kunakuja kwa neno la Kristo. Kwa imani yetu inakuwa kubwa ndani yetu kadiri tunavyoendelea kusikia habari za Mungu katika Kristo Yesu. Kwa ukitaka imani yako ikue, jiongezee nafasi ya kusikia habari za Yesu Kristo. Wokovu tulio nao tunaupata pia kwa njia ya imani. Wokovu tulio nao tunaupata pia kwa njia ya imani. Sawa sawa na Waefeso sura ya 2 ule mstari wa 8 hadi wa 10. Waefeso 2:8-10 inasema namna hii: kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokani na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Angalia Biblia inavyosema, mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani. Kwa kilichoniokoa mimi, kilichokuokoa wewe ni imani na si kitu kingine. Na imani hii haujaipata kwa uweza wako, ila imani ni kipawa cha Mungu. Ina maana imani ni karama ya Mungu, wala si kwa matendo, mtu awe yote asije akajisifu. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Kama imani ni kipawa, si kila mtu atakuwa nacho. Nasema hivi, kama imani ni kipawa, si kila mtu atakuwa nacho. Na ndiyo maana kuna watu wengine huwa hawana imani, wamekataa kabisa mambo ya kiroho. Unaweza ukamshauri na kumshawishi juu ya habari za Mungu, ukamhubiria kutwa nzima, lakini asikubali wala asielewe, na isikusumbue. Jua ndani yake hana kipawa ambacho wewe umekipata kwa neema. Na kipawa cha imani hakigawiwi kwa fedha. Kipawa cha imani kinatolewa bure. Kipawa cha imani kinatolewa bure. Kadiri unavyoendelea kuishi kwenye maisha kila siku, ndivyo Mungu anavyoendelea kukujaza neema na kipawa cha imani ndani yako. Kuja muda huu ni kuonyeshe njia zinazoleta imani ya Kikristo ndani ya mtu. Njia zinazoweza zikakuletea hichi kipawa cha imani ndani yako. Sawa sawa na ile Warumi sura ya 10 ule mstari wa 9
hadi wa 11. Warumi 10:9 hadi 11. Warumi 10:9 hadi 11 inasema namna hiyo. Kwa sababu